Bwana Yesu asifiwe. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Makambi mtaa wa Kishiri 2021. Kuwafanya kuwa wanafunzi. Haleluya. Kule nyuma unanisikia? Hebu punga mkono kule nyuma. Kule nyuma unanisikia? Kule ng'ambo unanisikia? Nyie njooni hapa. Haleluya. Ni makambi yote siku ya Alhamisi umeme unakatikaga. Tokea tulipoanza huko ulikatika, tukaenda sehemu nyingine ukakatika, na Jumamosi pia utakatika. Ni kama kawaida tu, tumeshazoea na tunaendelea mbele. Haleluya. Na leo ninataka tusome lile fungu letu kuu. Huyo msomaji wangu kama ana afya na yeye asome leo. Wewe umekuja? Soma tena. Yoshua sura ya kwanza. Ndiyo. Fungu la 9. Ndiyo. Biblia inasema. Inasemaje? Ndiyo. Si mimi niliyekuamuru. Si mimi niliyekuamuru. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ndiyo. Usiogope wala usifadhaike. Usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Yu pamoja nawe kila uendako. Hello. Bado hajakamata. Hello. 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 Anasema usiogope, si mimi niliyekuamuru. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe kila uendako. Haleluya. Hebu punga mkono, sema haleluya. Haleluya. Usiogope, maana Bwana atakuwa pamoja nasi. Somo langu fupi la jioni hii ya leo linasema njia pekee ya kupata raha kanisani. Hebu sema njia ya kupata raha kanisani. Maana unaweza ukakaa kanisani upati raha. Unaweza ukawa kanisani unakaa tu, lakini mambo na kila ukiangalia yanaenda ndivyo sivyo. Leo tunaweza tukajifunza njia ya kukaa kanisani na kupata raha. Asubuhi, mchana wa leo, kipindi kilichopita, niliwapa salamu ya shule ya Sabato iliyo hai. Shule ya Sabato iliyo hai. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Shule ya Sabato iliyo hai. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Shule ya Sabato iliyo hai. Nitakwenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Shule ya Sabato iliyo hai. Mojawapo ya kanuni za shule ya Sabato ni kwamba haitakiwi mtu yoyote anayekuja kanisani ambaye hafanyi kitu chochote. Kuna wanaokuja kanisani kazi yao ni kukaa kwenye viti na kuondoka na kwenda zao. Wengine wanakuja wanavuta hewa, wanaondoka wanaenda zao. Shule ya Sabato inataka kila mmoja aende akamfanye mtu fulani
kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na ndio maana lazima iwe hai. Moyo ambao unadunda uko hai, lakini moyo ukianza kukosa nguvu ya kudunda hauwezi kuwa hai. Na ukiona moyo umesinyaa, afya ya mtu inapungua. Ni kadhalika na wale wanaocheza na shule ya Sabato. Shule ya Sabato ikiwa legelege, kanisa zima linakuwa legelege na kila mmoja anakuwa legelege. Na ndio maana inaambiwa ni injili, inaambiwa ni moyo. Moyo ukiwa haudundi vizuri utafanyiwa operation, na leo tuko kwenye operation kusudi moyo upate kudunda vizuri. Haleluya, haleluya. Nataka niwaambie hivi rafiki zangu, kuna mambo ambayo ni ya msingi sana ili moyo wako wa kiroho upate kudunda. Nimelisema na ninarudia tena, hakuna njia nyingine moyo wako upate kudunda. Lazima kila siku udai nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila siku, maombi yako asubuhi, maombi yako mchana. Hata kama ukisahau kuomba kitu kingine chochote, omba upate nguvu ya Roho Mtakatifu. Utakuwa na nguvu ya kuweza kutembea na Yesu katika ulimwengu tulionao. Katika Waebrania 4:9, msomaji wangu, Waebrania 4:9, uone Biblia inasema nini kwa wale ambao wanapata raha. Hebu sema raha. Raha. Waebrania 4:9. Ndio. Neno la Bwana linasema, ndio, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Sema amina. Amina. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Mtu wa Mungu lazima awe na raha, na akiwa na raha lazima awe na Sabato. Kuna vitu ambavyo lazima uwe navyo ukitaka kupata raha, kuwa msabato. Ukitaka kuwa raha, kupata raha, kuwa msabato. Ukicheza, hakuna mafungu yoyote yale kwenye Biblia inakwambia imesalia hiyo raha kwa sababu ya siku nyingine. Biblia inasema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nani? Watu wa Mungu. Watu wa Mungu watakuwa na raha, na hiyo raha wataipata wakiwa Wasabato wa kweli kweli, sio Wasabato feki, sio Wasabato ambao wako mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Mambo ya Walawi 16 fungu la 31 inaendelea kueleza raha ya Sabato. Mambo ya Walawi inasema kuna raha kwa wale, kuna kustarehe. Sabato ni kwa Sabato, lazima ujue kwamba kuna kanuni za kustarehe unapokuwa Adventista Msabato. Mambo ya Walawi 16 fungu la 31 anasema ndio, ni Sabato ya raha ya makini kwenu, ni Sabato ya raha ya makini kwenu, nanyi mtajitabisha roho zenu, nanyi roho zenu zitahangaika kwa ajili ya hiyo raha ya Sabato. Ni amri ya milele, ni amri ya milele, huwezi kuibadilisha. Hata kama wewe ni nani, hata kama wewe ni rais wa nchi, hata kama wewe ni mtu yoyote yule, hata kama unajidai una mamlaka gani, huwezi kubadilisha Sabato, huwezi kubadilisha Sabato. Amen. Na shetani, kanisa lina adui. Adui wa kanisa ni shetani. Shetani anafanya kila anachoweza kuhakikisha kwamba kanisa haliwezi kutembea pamoja na Yesu. Shetani alimfuata Yesu kule jangwani, akamshindwa, akamfuata msalabani, Yesu akafufuka, na sasa hivi anajua mahali pa kukamata, na ana mambo makubwa manne ambayo anayashughulikia kikamilifu. Jambo la kwanza, shetani anajua familia zikiwa vizuri, watamwabudu Mungu, watapata raha ya Sabato. Kwa hiyo anachoanza kufanya ni vuruga familia, piga vita familia, hakisha watoto hawapatani, baba na mama hawapatani. Kinachopigwa vita sio wewe, inapigwa vita kanisa, kwa sababu shetani analichukia kanisa, halitaki kanisa. Kwa hiyo mara zote utamkuta analeta vurugu kwenye familia,
baba na mama wanagombana hata kwa kitu cha kipuuzi sana. Unakuwa na watoto wa mtabangi, unakuwa na kasichana kadogo ka miaka 9 malaya, unakuta mvulana ndio huyo anavuta, ukiambiwa unakuta ni mvulana unamwambia anasema sioi, lakini kila siku analala na wavulana na wasichana. Nataka nikuambie ulimwengu tulio nao leo, shetani anavuruga familia. Tunakwenda kwenye harusi, unashangaa vijana wana machi wanakuja mbele, ukiangalia wananuka ngono, lakini wanakuja na wanataka wapigiwe. Yaani shetani anajua nikivuruga familia, nikiifanya familia haina chochote, hao nimewapata. Kwa hiyo anafanya bidii zote. Nataka niwaambie baba na mama, nimesema Roho Mtakatifu atakusaidia. Omba kwa bidii. Hata kama amekwenda mbali kiasi gani huyo mume wako, hata kama amekuacha miaka 10, hata kama watoto wamekuwa ni wabaya kiasi gani, nenda kaombe, nenda kamwite Roho Mtakatifu, mwambie nina machozi, ninalia kwa ajili ya watoto wangu, ninalia kwa ajili ya mume wangu, ninalia kwa ajili ya familia yangu. Mama anayelia, Yesu hata kusikiliza maombi yake. Wale wanaolia kwa bidii kwa sababu ya yale manyanyaso wanaofanywa kwenye familia, jua ni vita vya shetani na familia, na Mungu atasikia maombi yako. Kaza maombi, ongeza bidii ya maombi, kuwa shujaa wa maombi. Nataka nikuambie hakuna kinachoshinda maombi. Hata ni kuzimu, maombi yanafika. Maombi yatamtoa mtu popote pale alipo. Maombi hayashindwi na nguvu za kuzimu. Tukipeleka maombi yetu, damu ya Yesu inaweza ikafanya lolote. Damu ya Yesu haishindwi. Ombeni, Yesu hashindwi na lolote lile. Ombeni na familia zetu zitakuwa ni nzuri sana. Shetani anapiga vita sana zaka na sadaka. Anataka watu wasibarikiwe sana. Kwa hiyo atafanya kila anachoweza kuhakikisha kwamba watu sio waaminifu wa zaka na sadaka. Anaweza kaja kwenye makambi, lakini zaka na sadaka asio mwaminifu. Na unajua shetani anaelewa Biblia vizuri. Anajua waaminifu watabarikiwa, waaminifu watakingwa, waaminifu watalindwa, waaminifu watapongezwa. Anafahamu. Kwa hiyo anapiga vita. Uaminifu unapungua sana kwenye maisha yetu. Shetani anajua vizuri sana kwamba watu wasiopatana hawatakwenda mbinguni. Watu waliowekeana viburi, watu wanaochukiana, watu wasioombana msamaha, awe ni baba awe ni mama, hawatakwenda mbinguni. Kwa hiyo analeta vurugu, na ndio maana ya meza ya Bwana. Meza ya Bwana kila robo ni kutukumbusha kusameheana. Yule ambaye umemkosea, nenda kaoshe miguu yake. Yule ambaye mmekosana, nenda katengeneze mambo. Utaona mambo yanakwenda vizuri na Mungu atazidi kukubariki. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa sana shetani analolipiga vita, anapiga vita utakatifu wa Sabato. Shetani anaelewa vita anayoifanya kwa Wasabato wote ulimwenguni. Anaelewa kabisa kwamba hata ukiwa una elimu kubwa, lakini kama hujaomba Roho Mtakatifu, huwezi ukaelewa Sabato ni nini. Na hii Biblia inasema nimewapatia tena wale wasio na hekima waelewe, wasio matajiri waelewe. Wataelewa, lakini wengine hawataelewa. Kwa hiyo Sabato inapigwa vita. Shetani anajua hawezi kuliangamiza kanisa bila kuvuruga familia ili wahalifu Sabato. Yaani analeta vurugu kwenye familia kusudi Sabato ifanye nini? Ivurugwe. Na anafanya kwa uaminifu wote. Atahakikisha kwamba vurugu zinatokea. Anajua kuwa njia rahisi ya familia kumwasi Mungu ni waweze kuhalifu Sabato. Na wahanga wakubwa wanaohalifu Sabato ni Wasabato wenyewe. Yaani sisi ambao
tumeamua kumfuata Yesu na kushika Sabato ndio wale ambao tumekuwa wahanga wakubwa. Hata wale wengine rafiki zangu hapa ambao waliingia kwenye imani walipojua habari ya Sabato, lakini wanapoingia ndani kwenye raha ya Sabato wanaanza kuiharibu na kuivuruga Sabato, wanakuwa tu ni watu hohehahe ndani ya Sabato. Adui anaelekeza nguvu zake zote katika kuvuruga utakatifu wa Sabato, alafu anavuruga kabisa shule ya Sabato. Anaelewa anachofanya, anaelewa amri ya Sabato, amri ya Jumapili itatangazwa siku moja. Anaelewa amri ya mnyama itatangazwa siku moja. Anaelewa. Kwa hiyo anataka awakamate wale wanaojidai kwamba wanatunza amri za Mungu na imani ya Yesu. Anataka awakamate mapema kabisa. Kumbuka, baba na mama watawajibika mbele za Mungu katika utunzaji wa Sabato wa familia zao. Shetani anatumia kila njia kuhakikisha kwamba familia zote za Waadventista wa Sabato ziwe wahanga wa utunzaji wa Sabato, wawe wahalifu wa utunzaji wa Sabato. Atawafanyia kila njia kuhakikisha kwamba unakuja kanisani, lakini wewe unajiita Msabato, lakini maisha yako, matendo yako yote, wewe sio Mwadventista Msabato. Shetani analichukia kanisa na anachukia kabisa ibada takatifu ya Sabato. Anachukia. Anaweza akakwambia siku sitafanya kazi, lakini siku ya Sabato nenda kaihalifu Sabato huko kanisani, nenda kaivuruge, nenda kafanye ndivyo sivyo. Na ukichofanya hivyo, shetani anafurahi sana. Unajua, ngoja niwaambie, hakuna njia nyingine ya kusema Sabato sio siku ya Sabato. Hakuna njia yote. Hata ukijidai kwamba wewe ni bingwa wa kuhubiri sana, ukasema Jumapili sijui ndio Sabato, au Jumatatu au Jumanne au Jumatano, ukija kwenye Biblia itakwambia bado Sabato ni siku gani, na itakwambia ni siku ya Sabato ni siku ya Jumamosi. Shetani analichukia sana kanisa. Kwa hiyo anavuruga familia ili familia ziharibu Sabato, na amezifanya familia kuwa wahanga. Leo katika manyumba yetu, siku ya Sabato ndio siku ya kuangalia television. Sabato ndio siku anafungulia television, anasema mpaka nisikize taarifa habari, nisiposikia taarifa habari nitakufa. Hufi. Wewe leo sio siku ya anasa zako, ni siku ya kufanya utakatifu wa Mungu wako. Siku ya Sabato wengine ni wanaenda kucheza karata, wanaenda kucheza sijui michezo gani sasa hivi. Siku ya Sabato, siku ya Mungu wa mbinguni, michezo, wanaenda kuangalia mpira, sema Simba Yanga, Simba Yanga. Kuna makanisa fulani nilikwenda siku ya mpira wa watano wa jadi hao. Ukasikia kesho, leo kila mtu aenda akashuhudia nyumbani kwake. Kila mtu aenda akashuhudia nyumbani kwake. Jamani, unajua hapo mzee ni wa timu fulani na mwingine ni wa timu fulani. Utawakuta huko wakiwa wanakwenda wanaangalia. Na nataka niwaambie, huwezi ukawa Mwadventista Msabato kama hujajitoa kafara. Haiwezekani. Ndio maana Biblia inasema watakaye uweza kuimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo ni wale ambao wametoa kafara maisha yao. Haitatokea tu hivi hivi. Familia leo kwenda kununua vitu siku ya Sabato, tena wanangojea Sabato ifike ndipo waende wakanunue, kwa sababu wana hela na wanajua ni marufuku, Mungu hataki. Lakini ndicho ambacho kinachofanywa na shetani. Anafurahi sana, anafurahi sana. Nilienda kwenye mkutano mmoja, gari la maji likaja wakanunua, la pili likaja wakanunua, la tatu likaja wakanunua tena siku ya Sabato. Nataka niwaambie, tuko kwenye kipindi ambacho wakweli wanaomtumikia Mungu wa mbinguni watafahamika. Watakuwa wanazitunza amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawatakuwa na Kiswahili. Hawatakuwa na kazi yao ya kupendeza watu. Hatukuja hapo kuwapendeza, kuambia tu mtaokolewa. Hiyo sio kazi yetu. Kuambia neno la Mungu linataka nini.
ya kuambia neno la Mungu linataka nini, na ndiyo kazi yetu. Wengine hapa wanafanya biashara siku ya Sabato, wakija hapa na mitandao, kwa sababu mitandao wanafanya wanachofanya, pesa zinaendelea. Nataka niwaambie, Sabato ni siku takatifu ambayo Mungu hataki ulete mambo yako katika siku yake ya utakatifu wake. Familia, wengine wanasema ndio siku ya kulala. Nasema ndio siku ya kulala, tunalala mpaka asubuhi. Wiki nzima umeenda kazini saa 12, siku ya Sabato unakuja kanisani saa 5, halafu unafikiria wewe ni Mwadventista, halafu una akili timamu unafikiria. Wakati hiyo ni siku ya Mungu, ni siku ya kufanya yale ambayo Mungu wa mbinguni anayataka. Mungu wa mbinguni akitaka familia iende kanisani saa 2, nendeni. Mimi na mke wangu kibajangoro wangu, siku ya Jumamosi ndio siku ambayo tunaamka mapema kuliko siku zingine zote. Tunataka kuwahi, tunataka raha. Raha ya Sabato haipatikani kwa wazembe. Wazembe wa neno la Mungu haiwapati. Wale wasioheshimu mambo matakatifu, unakuwa Sabato tu, uende kanisani, usiende, ufanye usawa, uende, yaani unakuwa tu Mkristo hohehahe. Mtu wa namna hiyo hawezi kuwa Mwadventista Sabato mzuri. Kutoka 20 fungu la 8 na 9 tusikie linasemaje. Kutoka 20 fungu la 8 na 9 tuone Mungu anataka nini katika mafungu hayo. Kutoka 20 aya 8 na 9. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ndio. Siku 6 fanya kazi. Tusimame hapo. Siku 6 fanya nini? Kama Mwadventista hafanyi kazi siku 6, sio Mwadventista. Na kama ingefaa, kama unaitendea vizuri amri ya 4 ya kutunza Sabato, wasiofanya kazi wangepelekwa kwenye mabaraza ya kanisa na wakashughulikiwa. Maana amri ni moja. Amri sio Sabato tu. Amri inasema siku 6 fanya nini? Fanya kazi. Na usikae na watu wasiofanya kazi nyumbani. Watu wazururaji unawaleta kwa nyumbani, unasema ni ndugu zako. Kawafanyishe kazi. Wafanye kazi, wasijae huko ndani. Wataleta majungu huko ndani. Watu wafanye kazi. Wakija 10 wapeleke shambani. Wakija wapi wapeleke kulima. Usiwaweke watu ambao wanazurura kwenye kanisa, utakuwa sio Mwadventista Sabato mzuri. Usikubaliane na watu wa aina hiyo. Endelea. La 10 anasema, lakini siku ya Sabato ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ndio. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi yoyote usifanye. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, hao ni watoto wako hao, wala mtumwa wako, wala wale wanaofanya kazi zako, hata huko kwenye viwanda vyako, huko kwenye maduka yako, kwenye mashamba yako, mahali popote pale wasifanye kazi. Wala mjakazi wako, wala wale wanaokupikia na nini pale nyumbani wasifanyishwe kazi siku ya Sabato, wanatakiwa wastarehe na wao pia. Wala mnyama wako wa kufuga, wala mapunda yetu, makondoo yetu, magari yetu ya biashara, hayo mapunda yetu yote yanatakiwa yapumzike. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako, wala wale wanaokuja kwenye malango yetu siku ya Sabato wanapumzika. 11. Ndio. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu. Siku 6 Mungu alifanya ukarabati wa ulimwengu wote huu na bahari na vyote vilivyomo. Ndio. Akastarehe siku ya 7. Ndio. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya akaitakasa. Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Wewe soma hayo mafungu kikamilifu. Sabato ni ya watu ambao wana akili timamu. Hivi nafikiri shetani anapiga vita kila kanisa hapo ulimwenguni? Hawa kama wanakunywa pombe, hawa wanakula nguruwe na Biblia imekataa, hawa wanafanya wanachotaka, hata Biblia ikisema hivi wanafanya tu, wanakataa. Unafikiri anapigana vita na hao?
Shetani anaelewa kwamba ni nani ambaye anatunza amri za Mungu na imani ya Yesu, anaelewa. Kwa hiyo vita lazima itakuwa kubwa. Sisi tuna mapambano na mwovu shetani wazi wazi. Labda swali kubwa, ni kitu gani kinawafanya watu kuwa na raha kanisani? Nataka nikwambie, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa nini? Ndio maana nikikuta kwaya haimbi nyimbo za Sabato, nikikuta kwaya inaimba tu vitu vingine, nikikuta mtu anazungumza hazungumzi chochote cha Sabato, namwangalia tu, namuonea huruma. Haelewi kinachojia ulimwengu leo. Badilikeni. Tunaona sasa hivi ni wakati wa mapambano, na lazima tuwe watu wa mapambano, lazima tuwe watu wa mapambano. Tazama jinsi ilivyo vyema ndugu wakae pamoja, wakae kwa furaha. Kanisa linataka watu wakae kwa pamoja, wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo na umoja ndani yangu nami ndani yako, na hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Nenda kachambue, utakuta ukifika kwenye idara ya shule ya Sabato inataka umoja uwe ni mkubwa kupindukia. Unataka umoja usio na kipimo. Unataka watu wakaangaliane wao kwa wao. Wewe unakaa nyumbani, wenzako wanakwenda wanazungumza neno la Mungu. Shule ya Sabato ina vipindi mpaka vya mtoto mchanga, mpaka ambaye hajazaliwa. Mama ni mjamzito, anapelekwa kwenye darasa, mtoto anaanza kuombewa akiwa tumboni, mtoto anaanza kuwa msabato hata kabla hajazaliwa. Halafu wewe unadharau, unakaa nyumbani wala hujali chochote kile. Nilipokea taarifa ifuatayo kutoka kwa mwanadarasa mmoja. Akasema hivi, nimepokea kutoka katika darasa langu la shule ya Sabato sapoti ya kiroho. Akaendelea kusema, kijamii na kihisia nimepokea sapoti kutoka kwa wanadarasa wenzangu. Anasema cha ajabu, wanakumbuka hata siku yangu ya kuzaliwa. Ninapokuwa nimekata tamaa kabisa na ninashindwa la kufanya, wanaomba kwa ajili yangu nikishirikiana nao. Wananisikiliza na kunitia moyo na kuniambia songa mbele, maana niko nao kwenye kikosi changu cha watu 8 katika shule ya Sabato. Nikikosekana kwenye mkutano wowote, hawachi kunijulisha kwamba wamenimisi. Anaendelea kusema hivi, kupitia kwa urafiki wanaonionyesha hao wana kikosi wenzangu, watu 6 mpaka 8, anasema kwamba inatimizwa ahadi kwamba ile ya Yesu kwamba atakuwa pamoja nani hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Unajua kanisa hili limetengeneza system ambayo kila mtu anatakiwa ajulikane. Akikosekana kanisani, ujue kama sijamuona. Hapa mimi nimeshaangalia watu wachache sijawaona, na ninaowafahamu, nimeshatembelea nyumba zao, sijawaona. Lakini je, nani amewapigia simu amewaambia hajawaona? Je, mtoto mdogo akikosekana kanisani, nani anajua kwamba mtoto mdogo hajapatikana, hajaonekana kanisani? Kama kanisa halijui kwamba mimi sipo, hilo kanisa gani? Na wenyewe si limekufa hilo. Kama tutakuwa kanisani tunakuja watu hawaonekani, alafu hakuna mtu anayeuliza hilo kanisa la namna gani? Nataka niwaambie, kama unataka raha kanisani, tengeneza raha kwa kuwa miongoni mwa vikosi vya shule ya Sabato. Nenda katengeneze vile vikosi vya watu 6 mpaka 8, ifanye kuwa imara. Utakuwa unawajibika kwa watu 8. Nani anaweza kutembelea umati wote huu ulioko hapa? Nataka uniambie Pastor Shujaa, ambaye ni shujaa kweli kweli, unaweza kuwatembelea wote hawa? Labda niseme nani hapa? Pastor Makunja, unaweza hawa? Huwafahamu na mimi siwafahamu. Kuna mmoja hapa nilimtumia message nikamwambia, mbona sijakuona? Alisema mbona nilikuona, unavaa nguo umevaa rangi gani? Nikamwambia lakini mimi sikukuona.
kwa sababu watu ni wengi. Lakini ukijipeleka kwenye kanisa ambalo una watu 8, unaweza ukawafahamu watu 8. Hatuhitaji watu wote wafahamu kwenye kanisa, lakini je, watu 8 utashindwa kuwafahamu? Tumewachia watu wengine, tumewachia jumuiya, watu wanatembea na misalaba njiani. Hatukatai, wanafanya vizuri, lakini sisi ndio tulianzisha hiyo. Nani katuloga? Makanisa ya nyumbani hakuna, kutembeleana watu 8 hakuna. Alafu unasema unataka kwenda mbinguni, unasema unakuja makambi. Kwenye shule ya Sabato haupo, kila mahali haupo, watoto wako hawapo, kila mahali hawapo. Nataka niwaambie, tuko kwenye dalili za siku za mwisho. Washa taa yako ipate kuwa na mafuta, uweze kutembea. Hapana, Yesu anasema kesheni, mkayarekebishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufanya nini? Kufa. Maana matendo yenu nikiangalia sio mazuri. Nenda kabadilishe. Hapana, hutakuwa na matendo mazuri mbele za Mungu. Kuna watu walifanya utafiti kwamba raha inapatikana wapi kanisani. Utapataje raha kanisani? Ilikuwa ni zaidi ya watu 100 walifanyiwa uchunguzi kwa muda wa miaka zaidi ya 25. Watu hawa walihudhuria kanisani wakiwa vijana, lakini sasa wanaonekana wana miaka 50 na kuendelea. Ujumbe maalum waliotoa katika uchunguzi huo wa miaka hiyo 25 ulikuwa ni huu: mahusiano mazuri kanisani hufanya waumini kuwa na afya. Yaani, ukiwa kanisani una mahusiano mazuri, unatamani kesho uende kanisani. Ukiwa na darasa zuri la shule ya Sabato, unatamani uende. Ninakumbuka tulikuwa kwenye darasa la shule ya Sabato la Mwalimu Sakaya. Nafikiri unamfahamu Mama Sakaya, Joyce Sakaya. Alikuwa mimi nilikuwa mwanafunzi kwenye darasa lake. Alikuwa anapika, nafikiri Mwalimu Sai angekuwa hapa angeweza kuelezea vizuri, maana wakati huo alikuwepo. Mama Sakaya alikuwa anapika chakula nyumbani kwake, alafu anawaambia vijana kwamba leo, kesho Sabato nitawakaribisha nyumbani. Na alikuwa anapika kama kichaa. Yule mama anapika, yaani ukiambiwa kupika, anapika mpaka unachanganyikiwa. Sisi akishatukaribisha siku hiyo, hata asubuhi hatuli chakula, maana unaenda unapikiwa, hakuna anayekaa. Nataka niwaambie leo kanisani watu wakitoka tena, mimi hapa ninawapongeza sana hapa kwa kula pamoja, imeleta umoja. Lakini wengine, huyu na chipsi zake, huyu na miogo yake, huyu na mandazi yake, akimaliza gari zake mguu pande, anatawanyika yeye na watoto wake, wanaenda kula makolesto huko, wakati wengine wanakaa wanawaangalia tu. Tumeuacha upendo wa kale wa zamani, na tusiporudia kwenye huo upendo, utaingia mbinguni ukiwa umechoka kabisa. Rudisha madarasa ya shule ya Sabato. Wale wachunguzi walisema hivi: mahusiano kanisani ni muhimu sana kwa maisha yetu. Kuna watu ambao, kama una watu ambao una mahusiano yako mazuri nao kanisani, watu 8, sio mahusiano yale ya juu, mahusiano ya ndani, utakuwa na raha kanisani. Yaani ukikosekana tu kwenye makambi kama hivi, umeshapigiwa simu, nimekumisi, uko wapi? Hatukuoni. Darasa langu la shule ya Sabato, katika kanisa langu linalosalia, pana mwanafunzi mmoja alikuwa anachelewa. Kila siku anakuja saa 6 au saa 5 kasoro anakuja. Tukapeana taarifa, tuko 8. Tukaambiana sasa tutafanyaje na huyu mwanafunzi. Tukapeana taarifa kwamba leo hatuendi nyumbani mpaka tukutane naye. Sasa mimi nikakutana naye kwenye corridor, kwenda kujiandaa kuhubiri. Nikamwambia ninataka kukutana na wewe leo. Kumbe na mwingine naye amemuona, akamwambia leo nataka kukutana na wewe. Wengine wote 7 wakamwambia tunataka kufanya nini? Kukutana na wewe. Mmoja akakutana naye akamwambia, wewe vipi? Una shida gani? Mbona asubuhi umechelewa?
mwingine akienda kumwambia mbona umechelewa, mwingine akamwambia mbona umechelewa, mwingine akamwambia mbona umechelewa, watu wote saba wanamwambia mbona umechelewa. Nataka nikuambie yule binti leo ndio wa kwanza kwenda kanisani sasa hivi. Tia na nguvu, ukiwa peke yako utakufa huko. Niliwaambia kile kisa cha yule kijana aliyepatwa na corona. Nikawaambia watu kundi kizima, watu 8 wa muhimu. Nataka niwaambie watu wengi hivi sio wa muhimu kama hao watu 8. Hao wengi kama miti inayotembea. Lakini 8 watajua simu zako, watajua namba zako za simu, watajua kila kitu ambacho ulichonacho. Kuwa na mahusiano mazuri kanisani kwenye na ndugu zako inakufanya kuwa na afya njema. Wenye mahusiano mazuri kanisani wanaishi maisha marefu, maisha yanaongezeka, hawafi haraka kwa sababu hawaugui, kwa sababu mahusiano mazuri ni dawa. Wanajua wanapendwa. Mtu akijua anapendwa anaishi muda mrefu. Lakini wewe unajificha, unakuja saa 5 alafu unaondoka mapema. Mchungaji akishamaliza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wewe uko nje tayari unaondoka zako. Watu wa namna hiyo watakufa hivi karibuni wasipobadilisha hayo maisha yao ambayo hayajulikani ni kwa nini. Kila siku wewe una uhusiano mzuri na wenzako. Mtu ambaye hayuko kwenye magrupu hayo ni mpweke. Hayuko ndani ya kanisa, limejaa watu wengi, lakini sasa na mtu aliyefiwa. Unaweza ukawa mpweke ndani ya umati wote huu. Hakuna anayekwambia salamu, hakuna anayekujua, hakuna anayejua lolote kuhusiana na wewe. Nenda kajitengeneze, kajiweke ndani ya vikosi vya shule ya Sabato. Shule ya Sabato ni injili. Inachukua kila mtu katika kanisa, inachukua kila mmoja. Nenda kajiingize. Unaweza ukawa mpweke, hata umeolewa, mambo ya nyumbani yakawa ni magumu, lakini ukiingia kwenye darasa lile nitakutia moyo. Hivi karibuni mmoja wa darasa letu alifiwa na mke wake na mume wake. Tukapata taarifa, tena mume wake hakuwa Msabato, alikuwa tu ni muumini wa pembeni. Tukapata taarifa, tukaliambia kanisa, tukamwambia fulani amefiwa, ondokeni, nendeni. Mimi nilikuwa mbali, nikapeleka kwa mchungaji, wengine wakapeleka. Kabla dakika chache watu wote wako nyumbani kwa yule mama. Kanisa zima liko pale. Tumetengeneza system ambayo wale viongozi wa madarasa ya shule ya Sabato wana connection na kila mtu. Matokeo yake kanisa zima liko kwenye viganja vya mchungaji. Mchungaji anaweza kufanya lolote na kanisa na mitaa yote anaweza kufanya nalo, kwa sababu ana connection na kila mtu. Haijalishi una watu wengi umewaandika kwenye simu yako, inajalisha tu pale una watu wa muhimu kiasi gani walio bora zaidi ambao wako kwenye simu yako, na hao watu lazima wawe ni watu wa mambo ya kiroho. Makanisa yenye ugomvi, makanisa yasiyo na madarasa imara ya shule ya Sabato, hayo ni makanisa ni sawasawa na gari, nje lina rangi nzuri lakini ndani injini ni mbovu. Injini ni mbovu, haifai. Utakuta wazee hawaendi kwenye madarasa ya shule ya Sabato, wazee hawafanyi lolote, wachungaji nao hawashiriki. Matokeo yake kanisa linakuwa linaenda zigizaga bila mwelekeo. Nenda katengeneze na kaimarishe madarasa ya shule ya Sabato. Kuishi kanisani kwa furaha na shangwe katika maisha yetu ni ulinzi wa hali ya juu. Ni somo muhimu sana wa kujifunza. Tafuta mahali, jichomeke kwenye madarasa ya shule ya Sabato. Nenda huko, yatie moyo, yakuze. Maana kwenye madarasa ya shule ya Sabato wale watu 8 wote, kila mmoja ana kazi yake. Mwingine ni mwenyekiti, mwingine ni mkuu wa shule ya Sabato, mwingine ni mwalimu wa shule ya Sabato, mwingine ni mhazini, mwingine ni katibu, mwingine ni wa mahusiano, mwingine ni wa familia. Kila mmoja kwenye madarasa ya shule ya Sabato iliyo hai ana kazi ya kufanya. Ndipo tunapofufua vipawa vya waimbaji, vipawa vya viongozi. Kila mtu ana kazi kanisani. Shule ya Sabato iliyo hai itawezesha kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Ukikosa mahusiano mazuri kanisani,
wewe utakuwa na taabu sana. Ninasoma quotation ya roho ya nabii, nasema hivi: shule ya Sabato endapo itaendeshwa kwa usahihi ni mojawapo ya njia kuu za Mungu za kuleta roho kwenye maarifa na ukweli. Hii imeandikwa katika Council on Sabbath School Work ukurasa wa 10, 11 pamoja na 115, kwamba kama shule ya Sabato itafanya vizuri, watu wataipenda, watafanya vizuri. Anasema ni njia kuu ya kuleta ukweli. Anasema hivi: hakuna kitu chochote katika ukuaji wa kanisa kuanzia wakati wa mitume mpaka sasa ambao umeleta umoja, upendo, furaha, amani na mshikamano kama vikosi vidogo vidogo vya shule ya Sabato. Anasema hakuna, na ni roho ya nabii inasema hivi kwamba hakuna. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tukiviua tumekwisha, tukiviua tumekwisha. Anaendelea kusema kukataa vikosi hivi ni kuleta anguko la kanisa, anguko la kiroho kwa kanisa lote kwa ujumla. Wale wanaopuuzia anasema niende nisiende, nikae nisikae, anasema ni anguko moja kwa moja la kiroho la kanisa zima. Anasema hatimaye kazi ya mchungaji na wazee wa kanisa itakuwa ni mzigo badala ya kuwa rahisi. Kanisa litakwenda kama mkokoteni kama wazee wa kanisa wakikataa kusimamia madarasa na vikosi vya shule ya Sabato, kanisa litakwenda zigzag. Wazee wa kanisa, kama mkiona shule ya Sabato sio mali, nataka nikuambie mtabeba mizigo mikubwa kuliko kawaida. Unajua mimi mchungaji wangu anafanyaje? Mchungaji wa kanisa la Kijenge anamwita mkuu wa darasa la shule ya Sabato, kuna mwenyekiti wa darasa, anasema hivi, nyewe wenye viti tukutane. Anatoa matangazo yake yote, anatoa habari za sadaka zake zote, anatoa habari na wale wa viongozi wa shule ya Sabato wanapeleka kwenye madarasa yao. Matangazo mengi mbele yanafanya nini? Yanakufa na kazi inaendelea. Ni kwa sababu tu simu yangu nimeiacha mbali huko. Ningewaonyesha jinsi ambavyo anavyochanga michango. Hata mimi niko hapa, lakini najua matangazo yote ya kanisa langu. Sikupewa na mchungaji, nimepewa na mwanafunzi wa darasa la shule ya Sabato. Wananiuliza uko wapi? Ninawaambia leo niko Kishiri. Uko wapi leo? Leo niko Nyangotorwa. Uko wapi? Ninawaambia, na wanatumia matangazo, wanaambia michango ya kanisa, wanaambia kitu gani kinaendelea. Niko mbali, lakini darasa langu liko hai. Nikiwa hai na mimi ninakuwa hai. Na mimi nakuwa hai. Najua kila kitu kinachoendelea kwenye kanisa. Lakini nikijisema mimi ni mchungaji, kwa hiyo ninakaa pembeni, ningekuwa sina mtu yoyote anayenieleza habari za kanisa langu linavyoendelea. Vikosi vya shule ya Sabato vimeratibiwa ili kuwasaidia wachungaji na viongozi wa kanisa katika juhudi zao za kuwafanya washiriki kuwa wanafunzi wa Yesu. Na ndio maana kazi yake. Lakini wazee hawaendi, wachungaji hawaendi kwenye madarasa, wako na wengine hapa kazi yao ni kuzurura siku ya Sabato. Unakuta siku ya Sabato, saa ya shule ya Sabato, kwaya inaimba pale. Wafundi mitambo wako kule. Sijui nani wako kule. Mabaraza yako kule. Saa ya kuimba wote wako mbele. Saa ya nini wote wako mbele. Matangazo wote wako mbele. Saa ya kujifunza neno la Mungu wote hawapo. Saa ikifika ya kwekwe mbele wako mbele. Nataka niwaambie wasiojilisha neno la Mungu katika kipindi hiki wataangamia. Unajua kwa nini nimefurahi? Nimewaambia. Na unajua nikiwaambia kwa kidole kimoja, vidole vingine vinasema Fred, wewe umefanya nini? Nimewaambia. Nenda kafanye matengenezo ya shule ya Sabato. Nenda kanunue lesoni. Tena tunataka siku ya Sabato tuonyeshe ulimwengu kwamba sisi ni watu wa shule ya Sabato.
nenda katafute, nenda katafute, maana tunataka tufanye mabadiliko. Kama makambi hayaleti mabadiliko kwa washiriki, hayana faida, hayana faida. Na kama Pastor Makunja alivyosema, mvua ya Roho Mtakatifu itamwagwa kwenye mkutano huu, na ndio kazi yetu ambayo tunataka tufanye katika mkutano huu. Na nataka tuombe, na unajua nataka tuombe kwa dhati, nataka tuombe kwa dhati. Lakini kabla hatujaomba, nataka kutoa wito wa pekee kwa watu ambao ni maalum, wanajua kwamba katika maisha yao wamevuruga mambo ya ushirika wao. Ushirika umeenda ndivyo sivyo, wamepambana, lakini mambo ya ushirika yamekwenda ndivyo sivyo. Sasa wanataka kurudiana ushirika na Bwana. Wamesikia habari za Sabato na tunavyosisitiza, lakini akiangalia amevuruga ushirika, umevurugika kwa sababu moja, kwa sababu nyingine, na leo wanataka kufanya mapinduzi mapya na Mungu wa mbinguni, na leo wanataka kutoa maisha yao upya kwa Yesu. Wasema, mimi nataka niwepo miongoni mwa vile vikosi ambavyo vitamsema Bwana, sisi tumekuja kwa sababu ulituita. Sitachukua muda mrefu. Kuna watu ambao wamezoea wakiitwa wanataka waitwe mara 100 na wanataka waitwe mara 200. Mimi sitachelewa kukuita. Nataka tusimame tupate kuomba. Sitachukua muda mrefu kukuita. Nikimaliza, tukianza kimbia mbele. Hatutaki kuchelewa wakati Yesu anakuita. Haleluya. Kwa hiyo kama unasikia, unajua ushirika wako ukwenda vizuri, kuna mambo fulani hayakuwa mazuri, lakini unasikia Yesu anakuita, unataka ufanye matengenezo kabla hujachelewa, dada yangu, kimbia mbele, kimbia mbele. Hatutachukua muda mrefu. Yesu akikuita njoo mbele. Yesu akikuita njoo, wala usichelewe. Yesu akikuita njoo mbele, usichelewe. Mama yangu, kama uliona mambo yako yalikwenda ndivyo sivyo, na leo unataka kufanya ushirika upya na Yesu, njoo mbele. Yesu anataka kufanya jambo fulani na wewe. Na kama wewe ushirika wako ulikuwa hujawa Mwadventista maisha yako yote, lakini leo unasema ninataka kuwa Mwadventista kwa sababu nimesikia habari zao na nimemwamini huyo Mungu wa mbinguni, njoo mbele. Tunataka kufanya maombi maalum kwa ajili yako. Njoo, usichelewe. Njoo ukisikia wito wa Bwana, usichelewe. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Toka mbele, usichelewe. Kijana wangu, nakuona una sita. Nataka nikwambie, sio wakati wa kusita huu. Huu ni wakati wa kumsikia Bwana anataka nini kwenye maisha yako. Njoo mbele, tunataka kufanya maombi maalum kwa ajili yako. Njoo mbele kijana wangu. Njoo mama yangu, ninakuona umekaa kule mbali. Njoo mbele, Yesu anakuita. Akikuita usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Yesu anapokuita, mwinjilisti Kuhaka atakuombea. Mwinjilisti Kuhaka atakuombea kama maisha yako ya Kristo yaliyumbayumba, na ukiona ushirika wako umepoteza, unataka kurudisha ushirika wako na Yesu, kimbia mbele. Hatutachukua muda mrefu, lakini tunakungoja wewe. Njoo mbele, tunataka kufanya maombi maalum. Njoo mbele. Yesu akikuita usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Na najua wengine hapa wanataka ubatizo. Ubatizo kanisa litafanya kazi na wewe. Pastor Shujaa ataangalia mambo yako, ataona unatakiwa ufanye nini usitengeneze ushirika wako na Mungu wako. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Njoo mbele. Unajua maisha yako mwenyewe, unajua ulivyo halifu. Njoo mbele kusudi Mungu afanye miujiza katika maisha yako. Nataka kufanya maombi maalum kwa ajili yako. Njoo mbele, acha kusita. Mungu hataki watu wanaosita. Njoo mbele. Baba yangu, njoo mbele. Ninaona unataka kurudi, unakwenda, unarudi, unataka kwenda. Sio wakati wa kusita. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Yesu akikuita uje mbele, njoo. Njoo mama yangu, unajua maisha yako yalivyo. Njoo, maana Yesu anakuita. Yesu akikuita usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Njoo mbele. Kijana, njoo mbele. Ninakungoja wewe. Ninataka kufanya maombi maalum kwa ajili yako. Kama una rafiki yako unamwona na sita, mshike mkono, njoo naye mbele. Maana wokovu ni kusaidiana.
Ndio maana tunatengeneza vikosi vya shule ya Sabato, tunatengeneza vikosi vya watu kwa ajili ya kwenda mbinguni. Njoo mbele. Kesho kuna ubatizo. Kuna wengine wanaweza wakabatizwa kesho. Wale wanaobatizwa pia njoo mbele. Tunataka kufanya maombi maalum kwa ajili ya kusudi Mungu akupe nguvu uweze kutembea pamoja na Mungu. Ninakushukuru sana mama yangu, njoo. Dada yangu njoo, wala usisite. Dada yangu njoo, piga hatua za kishujaa, piga hatua mbele. Mama yangu njoo, usichelewe. Njoo na rafiki yako, usisite. Mungu wa mbinguni hataki watu wanaositasita. Kuna furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa wenye dhambi wengi ambao hawakutubu. Njoo ukutane na Yesu, ukutane na baraka za Mungu wa mbinguni. Bwana kubariki binti yangu, njoo ninakusubiri. Njoo. Inawezekana wewe mkutano mzima huu ni kwa ajili yako tu. Inawezekana. Njoo mbele, tunataka tufanye maombi maalum kwa ajili yako. Kuna mmoja mahali fulani ambaye anasema ninapiga hatua ya ushujaa, siogopi watu wananisema nini, ninataka kufanya hatua ya ushujaa. Njoo, maana ukisikia sauti ya Yesu inakuita, usiufanye moyo wako kuwa ni mgumu. Njoo mbele kusudi tupate kuomba kwa ajili yako. Wakati mchungaji mwinjilisti atakapokuwa anatuombea, wewe fikiria kwamba Mungu amekufanyia nini, na tutawaombea na Mungu atawaimarisha. Bwana wabariki, Bwana watie Mungu. Wakati tunaomba, ukisema ombi hayo, unataka kuja mbele, njoo mbele. Mungu atakushika, atakutia nguvu katika maisha haya. Mungu awabariki, Bwana wabariki, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi tunakwenda kuomba. Nyosha mkono wako kulingana na shida zako, Bwana akuguse. Alafu nakupa dakika moja, hebu omba. Mweleze Mungu shida zako. Mwambie nimepungua hapa. Mweleze wewe mwenyewe. Zungumza na Mungu. Na Mungu atatufungulia. Na Mungu atatubariki. Baba yetu na Mungu wetu ishiye mahali pa juu mbinguni. Ona wana na binti zako wamenyosha mikono yao, ikiashiria kwamba wana shida mbalimbali. Tuna mapungufu mengi. Ndio maana mahubiri yametolewa na mtumishi wako, yamegusa mioyo yetu. Nasi mioyo yetu tunaimimina kwako, mioyo yenye dhambi, mioyo yenye mapungufu. Tupokee Baba, pokea mikono hiyo, pokea watu hao. Lakini ombi letu, tusamehe dhambi zetu. Amina. Ukatuimarishe ili siku moja tufae kuingia katika ufalme wako. Amen. Tunajua dhahiri ya kwamba tumevuruga utaratibu wa Sabato. Tumeuvuruga, tumechelewa. Hatuusamini, tunasamini ibada moja tu. Kwa kuwa tumeelewa, tunaomba utuondoe mahali hapo. Ndio maana tumesogea madhabahuni pako, madhabahuni hapa, mahali wanakobarikiwa, mahali wanakofunguliwa, mahali wanakopona, mahali wanapokukimbilia wewe. Katupokee Baba, pokea watu wote hawa. Makambi haya yakatugeuze na kuwa watu wa namna nyingine. Dhambi zote zifutwe. Tunakutegemea sisi, hatuwezi, na ndio maana tunakuja kwako kama tulivyo. Baba, tusamehe. Tunaomba ombi maalum ya kwamba pamoja na hayo, kwa kuwa tumeelewa, tuvishe Roho Mtakatifu. Tunyeshe mvua ya masika. Tubadilishe sasa, tugeuke, tukugeukie wewe. Watoto wetu wabariki, wakina mama wabariki, wakina babu wabariki, vijana wabarikiwe. Tunahitaji kubarikiwa, tunahitaji kuponywa katika makambi haya, tunahitaji kufunguliwa. Ondoa mikosi na balaa kila aina. Tutakapomaliza makambi haya, tukabarikiwe. Biashara zetu zikabarikiwe. Ondoa mapepo ya umasikini, mapepo ya shida, mapepo ya kuzuia tusome neno lako, mapepo ya udhululaji, mapepo ya kudharau kazi yako. Baba, tutumie, tumekubali kutumwa. Tutume, endelea kutubariki. Kuna wengine matumbo yao yamefungwa na mwovu ibilisi. Fungua matumbo yafunguke kwa jina la Yesu. Fungua mifereji na mirija yote
ili mwaka ujao muda kama huu wapakate watoto, maana wametoka kudharauliwa. Wengine wanahitaji kuolewa, lakini walikuwa na tabia mbaya. Leo wafue upya ili wafae na watangaze, wafanye harusi ya kulitangaza kanisa hili. Kuna vijana wamebadilika, walikuwa wadhululaji mitaani, sasa Yesu wafanye kuwa wapya. Tugeuze. Kuna wengine wanahitaji kubatizwa, wabatizwe kwa Roho Mtakatifu ili watubu katika imani, na siku moja tufurahie katika ufalme wako. Hatujawasahau waimbaji Baba, waimbaji wameimba, wamekutumikia kwa njia ya nyimbo. Itapendeza wakiimba ule wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kambi hili likabarikiwe, wachungaji wetu Fue, wakina Makunja, Maraka na wengine Baba watie nguvu. Mchungaji Shujaa abarikiwa na familia yake, Fue abarikiwa na familia yake, Makunja abarikiwa na familia yake, na mimi nibarikiwa na familia yangu. Zaidi sana itapendeza tukionana katika ufalme wako. Tunaomba kambi hili liweze kuwa mfano na jina lako likatukuzwe. Wale wanaotaka kubatizwa Baba waguse kwa mkono wako. Tunaamini tayari umetubariki kila mmoja. Tunashangilia kwa kuwa tumesamehewa. Tunafurahia kwa kuwa tuko ndani ya Sabato. Tukiomba katika jina la Yesu tuseme amina wote.